Walemavu ni wana wa Abrahamu. Yesu anatuhimiza na anatushauri. Yesu alikuwa akifundisha katika sunagogi moja siku ya Sabato. Na hapo palikuwa na mwanamke mmoja aliyekuwa mgonjwa kwa muda wa miaka 18 kutokana na pepo aliyekuwa amemwingilia. Kwa sababu hiyo, mwili wake ulikuwa umepindika vibaya hata asiweze kusimama wima. Yesu alipomuona, alimuita akamwambia, "Mama, umeponywa ugonjwa wako." Akamwekea mikono na mara mwili wake ukawa wima tena, akawa anamtukuza Mungu. Lakini mkuu wa sunagogi alighadhabika kwa sababu Yesu alikuwa amemponya siku ya Sabato. Hivyo akawaambia wale watu waliokusanyika pale, "Mnazo siku 6 za kufanya kazi. Basi fikeni siku hizo mkaponywe magonjwa yenu. Lakini msifike kwa ajili hiyo siku ya Sabato." Hapo Bwana akamjibu, "Enyi wanafiki, kuna yeyote kati yenu ambaye hangemfungua ng'ombe au punda wake kutoka zizini ampeleke kunywa maji hata kama siku hiyo ni ya Sabato? Sasa hapa yupo binti wa Abrahamu ambaye shetani alimfanya kilema kwa muda wa miaka 18. Je, haikuwa vizuri kumfungulia vifungo vyake siku ya Sabato?" Alipokwisha sema hayo, wote waliokuwa wanashindana naye waliona aibu, na watu wote wakajaa furaha kwa sababu ya mambo yote aliyotenda. Yesu akauliza, "Utawala wa Mungu ukoje? Nitaufananisha na nini? Uko kama mbegu ya haradali aliyotwaa mtu mmoja na kuipanda shambani mwake. Ikaota hata ikawa mti. Ndege wa angani wakajenga viota vyao katika matawi yake." Tena akauliza, "Nitaulinganisha utawala wa Mungu na nini? Uko kama chachu aliyoitwaa mama mmoja na kuichanganya pamoja na unga debe moja, hata baadaye ukaumuka wote." Yesu aliendelea na safari yake kwenda Yerusalemu, huku akipitia mijini na vijijini akihubiri. Mtu mmoja akamuuliza, "Je, mwalimu, watu watakaookoka ni wachache?" Yesu akamwambia, "Fanyeni bidii kuingia kwa kupitia mlango mwembamba. Maana nawaambieni, wengi watajaribu kuingia, lakini hawataweza. Wakati utakuja ambapo mwenye nyumba atainuka na kufunga mlango. Ninyi mtaanza kusimama nje na kupiga hodi mkisema, 'Bwana, tufungulie mlango.' Lakini yeye atawajibu, 'Siwajui mmetoka wapi.' Nanyi mtaanza kumwambia, 'Sisi ndio wale tuliokula na kunywa pamoja nawe, na wewe ulifundisha katika vijiji vyetu.' Lakini yeye atasema, 'Sijui ninyi mmetoka wapi. Ondokeni mbele yangu, enyi nyote watenda maovu.' Ndipo kutakapokuwa na kulia na kusaga meno, hapo mtakapowaona Abrahamu, Isaka na Yakobo na manabii wote wapo katika utawala wa Mungu. Lakini ninyi wenyewe mmetupwa nje." Amen. Sasa na si wa Kenya na Wakristo wote tuwajali pia walemavu, maana pia sisi tutapata ufalme na utawala wa Mungu. Na Mungu pia anatujali, anawajali walemavu. Kwa hivyo kama iwapo kwamba unaona kwamba wewe mkamilifu sana na una ulemavu, tafadhali jua kwamba ulemavu haununuliwi. Mtu ajali inaweza tokea na kwamba upate ulemavu huo. Kwa hivyo be careful in whatever you do against the disability person or against the person with a disability, because the disability is not inability. Unasikia? Kwani ulemavu sio kwamba nimeshindwa ama yule ameshindwa. Ulemavu sio kwamba dhihaki ama wadhihaki wale walio na ulemavu. Maana ulemavu unaweza niondokea na upate ulemavu, na wale au watu wanaodhihaki walemavu kwamba wapate ulemavu zaidi. Kwa hivyo kanisani, vikao vyote na taasisi, asasi zote za jamii kwamba tuwakubali walemavu, kwa
sababu walemavu pia ni watu. Amina.